ashabab umruhu ma baina tufuli wa shuyukh. Yani umri wa kijana ni baina ya utoto na utu uzima. Yani hapa katikati ndio anapatikana kijana. Lakini kijana katika umuhimu wake, kijana ndio mtu ambaye ana uwezo wa kufanya mambo mengi ambayo mzee hawezi akayafanya. Kijana ndio umri ambao Mtume Muhammad sallama anasema katika hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwamba alikuja mtu mmoja kwa mtume. Yule mtume akawa anamuhusia yule kijana, lakini akamwambia ikhtanimu khamsi kabla al-khamsi, yapatie faida mambo matano kabla ya matano. Miongoni mwa hayo mambo tukazungumza yote, mtume akasema shababaka kabla haramika, ujana wako kabla ya uzee wako. Maana kwamba hapo kwenye ujana ndiyo kuna kila kitu. Ndio maana wakasema wataalamu ashababu nisful junun, kwamba ujana kama ukutumia vibaya ni nusu ya wenda wazimu. Kwa hiyo kijana ni mtu ambaye au ni umri ambao unatakikana kijana ajitambue. Inatakikana kijana ajielewe kwamba mimi ni kijana, nini nifanye. Lakini wakasema ya kwamba kijana ana haki ambazo inatakikana kijana huyo azitambue. Miongoni mwa hizo haki kwenye hili chapa letu ambalo Sheikh atuletea ameeleza haki nyingi sana, lakini miongoni mwa hizo haki akasema kijana ana haki ya kuitunza amani yake, lakini pia na kuitunza amani ya nchi yake. Kwa hiyo kijana isiwe ni sababu ya kuharibu amani ya nchi yake, bali kijana iwe ni sababu ya kutengeneza amani ya nchi yake. Na hata ukiangalia katika kila sekta, katika siasa, katika dini, katika nini, wana kitengo cha ujana. Maana kwamba wanatambua thamani ya ujana. Kwa hiyo kijana mwenyewe lazima ajitambue mimi ni nani. Kijana mwenyewe lazima ajielewe mimi ni nani. Na hata katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika watu 7 ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa kimvuli siku ya kiyama, washabun nash'atu fi ibadatillah, na kijana aliyekulia katika misingi ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaposema kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala wameeleza kwa taarifati mbalimbali, lakini miongoni mwa hizo ni kwamba ni akukute Mwenyezi Mungu pale ambapo alipokuamrisha na akukose pale ambapo alipokukataza. Kwa hiyo kichukua taarifu hii na jinsi ambavyo dunia au Tanzania ilipo kwamba kijana lazima ajitambue, asionekane katika mambo ambayo yanapelekea kuharibu amani ya nchi yake. Kwa sababu amani ndiyo msingi wa kila kitu. Amani ndiyo nguzo ya kila kitu. Amani ndiyo ibada. Leo hii tumekaa hapa tunamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa shida mbalimbali tulizokuwa nazo, kwa yakini na ikhlasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna amani. Ingelikuwa hatuna amani, tusingeliweza kukusanyika mahala pamoja kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hata ukiangalia ukirudi nyuma, tarehe 29 30 aliyotokea ilifikia hatua mpaka jamaa ikapotea misikitini. Yani watu hatukusali kwa nini? Kwa jamaa. Subuhi ilikuwa inasaliwa nyumbani. Yani dhuhuri lazima napiga wakati mmoja, magharibi napiga wakati mmoja, asubuhi unasalia kwako. Kwa nini? Kwa sababu amani iliteteleka. Kwa hiyo kijana ni nguzo imara ya kutengeneza amani yake. Kwa hiyo tusiwe vijana hasa wa Kiislamu, tusiwe ni watu wa kwanza kuharibu amani yetu. Tuwe mbali na vichochezi vya kupelekea amani kuharibika.